Yes, bwana, mambo vipi? Karibu sana DNA Television. Mimi hapa naitwa Morgan Kalisa, Master the King, Master Buffalo. Once again tena tumetembelea mitaa ambayo anakaa Kibonge wa Yesu. Unamfahamu, labda umekutana naye sehemu kwenye majukwaa yake mbalimbali ambayo amekuwa akishare maisha yake kwa ajili tu ya kusambaza neno la Mungu, kuhubiri. Ni mwimbaji mzuri sana. Tayari watu wamesema, labda niseme tayari kumpa hiyo taji kwamba ni mwimbaji mzuri na anafanya huduma ya kimungu. Imekuwa sehemu nyingi sana. Amekuwa akienda Mbeya, nchi za nje pia, Kenya, Uganda, sehemu nyingi sana kwenda kufanya neno la Mungu. Lakini leo tumeona sio vyema sisi pia tumtafute kama DNA Television, tupige naye story, tujue vitu vingi sana ambavyo huenda anakutana navyo kwenye kazi yake kama msanii, lakini pia kama mhubiri anayesambaza neno la Mungu. Karibu sana DNA Television. Ili kuendelea kupata video zetu nyingi, subscribe, uendelee kupata interview nyingi kama hizi ambavyo tunafanya hapa. Bwana, mambo vipi? Bwana, safi kabisa. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yeah. Uhubiri wa neno la Mungu. Yes kabisa. Hivi kitu gani ambacho binafsi yako uliamua kwamba mimi nina kipaji cha kuimba, lakini ukaona usifanye bongo flavor, usifanye zuku, usifanye hip hop, kwa nini uende kwenye gospel? Binafsi yako uliona sababu zipi za kufanya hivyo? Kabisa ni kwa sababu niliamini na ninaamini kwamba wimbo wangu unapombariki mtu mmoja napata thawabu kubwa sana kuliko wimbo wangu kumpeleka mtu kwenye dhambi. Yeah, so niliona ni bora nifanye muziki wa injili kwa sababu ninapata thawabu kubwa mbele za Mungu endapo mtu mmoja atampatia Yesu maisha yake. Yes, yeah. Una chochote cha kuambia watu ambao wanafanya muziki tofauti na nyimbo za injili? Either tunajua tuna kaswida wanafanya Waislamu ndugu zetu, Wakristo kama hivyo wanafanya kwaya. Una chochote cha kuambia watu ambao wako nje ya muziki mingine tofauti ambao sio kumtukuza Mungu? Yes, kikubwa zaidi wafanye muziki wenye maadili. Wasifanye muziki ambao unampelekea mtu kumkosea Mungu. Kama muziki unamshawishi mtu kupambana na maisha lakini asimsahau Mungu, ni kitu kizuri. Yes, yeah. Pia watu wanajiuliza, unasafiri sana, unaenda mikoa mbalimbali. Nini hasa ambacho siri ya mafanikio kama haya kuwafikia maeneo mbalimbali kama ukiwa kama mtumishi wa Mungu? Kuna wengine labda anajaribu kufanya lakini anashindwa. Wewe siri yako nini hasa Kibonge wa Yesu? Siri kubwa zaidi ni Mungu, kwa sababu ndiye ambaye anaachilia kibali. Pasipo na kibali hakuna mtu atabarikiwa na wimbo wako au atabarikiwa hata tu na wewe. So Mungu ndiye ambaye anaachilia kibali paka tunaenda nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali. So ni Mungu tu. Siri kubwa ni kumtegemea Mungu, lakini kufanya kazi nzuri naweza kusema, ambayo inapata kibali kwa watu na Mungu anakupa kibali pia kwa hao watu ambao umewapelekea ujumbe huo. Then kualikwa ni kitu ambacho kinafuata. Ukiwa na kibali popote pale unaweza kupita. Yes. Majukwaa ambayo yanaandaliwa pia, unahisi yanatakiwa kuendelea kuboreshwa maeneo gani? Majukwaa ambayo kwa nyinyi mnaenda kuhubiri, maeneo gani ambayo unahisi kabisa haya kiboreshwa basi mnaweza mkapata kitu kizuri zaidi? Tunamshukuru Mungu saizi kwenye nchi yetu tumeendelea. Yaani ukizungumzia standard, watu wamejitahidi sana kuinvest kwenye sound nzuri. Ni sehemu chache sana za labda za ndani huko vijijini ukienda unakuta sound bado hazijakaa vizuri, lakini kama vijiji gani ambao ushakutembelea? Vya mbali huko Mbalali huko ndani bado unakuta watu hawajaendelea, lakini saa hizi watu wanatoka Dar, wanatoka mikoa mingine ambao wana kipato kizuri, unakuta wana invest vizuri sana kwenye masuala ya sound. Kwa unakuta hata kuhudumu kwako hauhudumu kwa shida, unahudumu kuna enjoy. Yeah. Kuna tofauti mkubwa kati ya secular music na watu wa Yesu. Mara nyingi naona secular music wanatumia sana content creators kwa sasa hivi, watengeneza maudhui kupromote kazi zao, lakini nyinyi mmekuwa tofauti kidogo. Hatuoni mkiweka nguvu sana kwenye promotion za kupromote yani nyimbo zenu kwenye kupitia watu wengine pia kama content creators, comedians na watu wengine. Binafsi imekaaje? Watu wanatumia, lakini when it comes kwenye promotion ni swala lingine. Kuimba ni swala lingine. Kikubwa zaidi sisi kazi zetu inatakiwa Mungu aachilie kwanza kibali, kwa sababu unaweza kuweka promotion hivyo na wimbo usifanye vizuri. Unaniambia kwamba promotion mnafanya lakini sio kwa ukubwa? Yes, promotion kwa ukubwa pia tunafanya, kwa sababu uweze kusema eti umetoa tu wimbo au utajipeleka wenyewe, lazima pia ufanye promotion, kwa sababu Mungu mwenyewe anapenda mtu ambaye anajituma, anagusa mkono na anabariki mkono ambao unajituma pia.
Kwa unapofanya hivyo, kwa sababu unafanya kazi ya Mungu na una invest na unaweka hela kwenye promotion, ni kwa sababu unataka hicho kitu ambacho unakifanya kiwafikie watu wengi zaidi. Umeona? Yes ya. Kwa sababu ili kionekane kinahitaji mikono ya watu tofauti kama hivyo, ma content creator, ma TikToker na nini, watu wengi tofauti ili kazi ifanyike. Tusingekuwa hatuhitaji hivyo, leo hii nisingekuwa nafanya interview hapa. Ningebaki tu ndani. Lakini unafanya interview inaenda mbali, nakutana na watu wengine. Pengine kuna watu wengine walikuwa wanijui, lakini kupitia interview napata tena watu wanazidi kubarikiwa. So kila kitu kina mchango wake kwenye muziki wa Injili, muziki wote ule. Yes ya. Promotion yako ulishawahi kuwatumia content creators? Yes, mara nyimbo zako. Yes kabisa. Huwa natumia. Na kuna wengine wanaogopa sasa hizi, wanasema gharama ni kubwa kwa sababu wao content creators wameshika soko kwa sasa hivi. Wao mwenyewe unaona secular music wamekuwa wakifanya vitu, kiona pia soko limekuwa tight, kwa hiyo inahitaji kidogo uwe na upushi. Mtu anapoachia nyimbo lazima apushi. Binafsi yako bei labda ni sahihi ambazo wamekuwa wakizitaja kulingana na soko lilivyo, au unaona labda bei zao ni kubwa? Nachoweza kusema kila mtu afanye kazi au ajitume kulingana na kiwango alichopo. Wote tumeanzia huko. Lazima kama una hela, ina maana lazima uinvest muda wako kwanza. Wewe mwenyewe ndio uwe kipaumbele. Sababu wewe mwenyewe ukiona watu wanaona naamka, wanalala, wanaamka na kuona unafanya challenge zako. Kuna watu wengine wanafanya, unakuta wimbo ukifanya vizuri, hauhitaji kumtafuta tena mtu. Mtu mwenyewe unakuta ameguswa na wimbo anafanya challenge. Kwa inatokea kumbe mara nyingi sana. Mimi sijaweka hela mara nyingi, na unakuta nimefanya wimbo, umepata kibali, unakuta watu wanafanya. Kitu kikiwa kizuri, hauhitaji kumlipa tena mtu. Yeye mwenyewe atasikia kufanya. Kwa hiyo niseme kwa waimbaji ambao wanaanza, wasikate tamaa, wasivunjike moyo kwamba mimi sina hela. Anzia hapo ulipo. Hauna hela kufanya video kali, fanya visualizer, tuondoke. Video itakuta mbele kwa mbele. Lakini ukisema mimi nasubiri nipate hela nishoot video ya milioni 20, lini? Anzia hapo. Lakini mara nyingi mnavyozungumzia issue kama hapa sasa hizo unaniambia kibali. Kibali ni nini? Mtu anaweza kujuza hichi kibali ambacho unataka mpaka mtu apate. Kitu gani? Mbona kibongo Yesu unatuchanganya? Mtu ambie hicho kibali ambacho wewe unakizungumzia. Kibali sasa, hicho kibali ni ile neema ambayo Mungu anakuwa ameachilia kwa wewe kukubalika. Hicho ndio kibali. Kibali ni kukubalika yani. Kwa hiyo waimbaji wa gospel ambao bado hawajatoka na kufahamika na watu wengi wamekosa vibali. Siwezi kusema hivyo kwa sababu kila kitu kina wakati wake. Kibali kinatafutwa, kinaombwa. Wapi huko mkibonge? Lazima upige magoti